Na EATV saa moja bado upo na Mekzodi Mtei. Kumbuka tunapatikana live kwenye ukurasa wetu wa YouTube na ukurasa wetu wa Facebook wa East Africa TV. Unaweza kuandika maoni yako. Leo ni Jumatano ambapo tunakutana pia kwenye lenzi, na leo tunaangazia katika kijiji tulivu cha Mandang'ombe wilayani Maswa. Pana simulizi ambayo hata fikra za kawaida ingeihesabu kama hadithi ya kusisimua. Karibu ufuatilie taarifa hii ya lenzi kutokea Maswa. Tujikumbushe nini kilitokea huko mkoani Simiyu. Ilikuwa katika Mandang'ombe pale Musa Shija na Holo Shija waliposimama mahakamani mbele ya hakimu Azizi Hamisi hukumu nzito ya miaka 20 na 30 jela kwa kila mmoja. Kosa kwani lilikuwa ni nini? Vuta subira kidogo nikupe mkasa huu. Wawili hawa ni kaka na dada wa damu moja, lakini waliishi kama mume na mke. Wakawa katika ulimwengu wao, wakajenga maisha yao hadi wakapata mtoto. Lakini walivyofikishwa mbele ya Pilato, wakakana kama wao ni ndugu mmoja kabisa. Bahati nzuri au mbaya kwao, uchunguzi wa DNA ulifichua ukweli mzito, walikuwa ndugu wa damu moja. Mahakama ikajiridhisha na kuwapa adhabu ya kuwafunga ili iwe somo kwa sisi wengine. Hawa si wengine bali ni Holo Shija aliyezaliwa miaka 36 iliyopita na kaka yake Musa Shija mwenye umri wa miaka 33. Lenzi inaona isibaki na maswali mengi katika media yake. Ikarudi tena mkoani Simiyu kutaka kujua matukio kama haya ya ndugu kujamiana ni yanafanyika kweli, au ni hawa Holo na Musa peke yao ndio hisia za kupenda zilibaki ndani ya boma la mzee Shija? Na kama ikitokea, adhabu inayoweza kutolewa ni ipi? Jamii ya Kisukuma endapo wanandugu wakioana, huwa ni kwamba wanandugu wakioana, mtu au kaka yake na dada yake wakioana, huwa wanakaa kikao wanandugu, wanawahoji, hapo wanapigwa faini. Faini yake inakuwa ng'ombe wa mguu, anachinjwa hapo wanakula wote ndugu na wale walioana ndugu walikuwa pamoja. Tena wazee, sio kwamba kijana tu wana umri mdogo, alikuwa ni mzee. Walipokaa kimila chetu sasa, walipokaa kwenye kimila, walipigwa maswali kwamba waachane, wasiendeleze kufanyaje kuoana. Wakapigwa na faini. Faini yake ni ng'ombe. Walilipa ile ng'ombe, wakachinja, tukagawana nyama pale. Wakaanza kugawana nyama, wakaambiwa sasa waachane. Ila baada ya hapo tena wakaendeleza kuwa mahusiano na ile mtu. Baada ya kuwa na mahusiano na ile mtu, ikabidi tena wazibiwa tena ng'ombe ya pili. Na mtu tena aliwahi kumtongoza mama yake mdogo. Alipomtongoza mama yake mdogo, ila alipigwa tena faini. Faini alipigwa la 6. Pia nabiwa kwa kalambwa, ila akawaambia waachane, ila walijaribu kuachana. Inawezekana mchanganyiko wa mazingira magumu, upweke, msongo wa mawazo na kukosa maarifa ya msingi unaweza kuwavuta wanafamilia kuanzisha mahusiano ya kimapenzi wao kwa wao. Watu kuweza kufungiwa sehemu moja, au jamii iliyofungwa, au familia iliyofungwa. Familia iliyofungwa hapa tunazungumziaje? Tunazungumzia familia ambayo haitaki kama ana mtoto wa kiume akutane na watoto wengine wa kike wa nje ya pale nyumbani, au kama ni mtoto wa kiume wa kike wa nyumbani, hataki wakutane na watoto wa kiume wa nje ya pale nyumbani. Kwa hiyo hawa watu wawili wanapogandana kwa muda mrefu sehemu moja, mwisho wa siku huweza kujikuta wao ndo wanaofahamiana, wao ndo wanajua kwamba wao ndo wako peke yao. Kwa hiyo ule mtengano na jamii nyingine na kuweza kuwasababisha hawa watu kuweza kufanya mapenzi. Ndio sababu ya uchunguzi kuthibitisha hukumu kwa Holo na Shija ilitolewa miaka 20 kwa mmoja, miaka 30 kwa mwingine. Hapa kuna somo la kisheria. Naomba ulisikilize vizuri kwa wale wanaojinasibu na msemo wa binamu nyama ya hamu. Usije ukajikuta mtegoni. Mwanamke, a female, mwanamke akiolewa na kaka yake, akiolewa na babu, akiolewa na cousin, umeelewa sio? Cousin ambaye ni binamu, hawa ni sehemu moja, damu moja. Maana yake nini? Ikitokea ameolewa na anajua alichokifanya, mwanamke huyu akiwa ana miaka chini ya 18, lazima nielewe kule kwenye sheria, mwanamke huyu akiwa chini ya miaka 18, mwanamke huyu akiwa juu ya miaka 18
Lakini sheria inasema mwanamke akiwa anafahamu kwamba naenda kuolewa naye ni ndugu yangu mwenye damu moja, maana yake nini? Hilo ni kosa kisheria na anaweza kufungwa sio chini ya miaka 30 au anaweza kufungwa maisha. Lakini vile vile inawezekana vile vile ikatolewa ile compensation inaitwa, inaweza katolewa fidia kwa yule mtu ambaye ameathirika na kile kitendo kilichofanyika. Lakini naenda mbali zaidi, ukiangalia kifungu cha 158 kiko very clear, mwanaume yeyote ambaye anajua kitendo hicho anachokifanya, aidha ana miaka 18, aidha ana miaka chini ya 18, sheria lazima ichukue mkondo wake. Lakini kwa mwanaume ambaye yuko chini ya miaka 18 anatakiwa afungwe jela miaka isiyopungua 20. Lakini mwanamke ambaye mwanaume ambaye anazidi miaka 18 anaweza kufungwa jela miaka mingapi? Anaweza kufungwa jela miaka zaidi ya 30. Hiyo ndiyo sheria. Najua kuna jamaa zangu wengi, sijui kama watapona msako ukianza. Haya, tuendelee. Kabla ya kujenga familia, kabla ya kujenga jamii, kuna shule. Ndani ya madarasa ya msingi na sekondari ndipo msingi wa maadili unaweza kuwekwa. Walimu na hao wanafunzi wenyewe wanasemaje? Kwani kuna faida kubwa sana kuwa na elimu ya maadili. Faida ni kubwa sana kuwa na elimu ya maadili katika jamii zetu. Tukirejelea kwamba mambo mengi sana ambayo yanatokea kwenye jamii yetu au jamii zetu ni mambo ambayo yanatokea ama kwa kuwa labda wazazi au walimu wanashindwa kutilia mkazo kwa watoto au vijana, kuwahusia namna gani ya kuishi na mienendo bora katika jamii. Manake hapo kuna sehemu ambapo tunajisahau sisi kama walezi, kwa sababu elimu ya maadili haianzii shuleni tu kama ambavyo watu wengi wanajua. Elimu ya maadili inaanzia sehemu mbalimbali. Tutaipata shuleni, tutaipata msikitini, tutaipata kanisani, tutaipata pia nyumbani. Na swali kubwa linabaki, je, elimu ya maadili tunayotoa inatosha kupunguza matukio ya hatari kama haya, au tunahitaji kuangalia upya mtaala wetu? Manang'ombe si kijiji cha ajabu, ni sehemu kama maeneo mengine mengi hapa nchini. Tukio hili si la kupuuzwa. Haya, hiyo ndiyo lenzi. Umesikia kuhusu sheria, umesikia kuhusu elimu ya maadili. Unabakia pia na swali wewe na kujiuliza, umesikia kuhusu pia maswala ya wanaojinasibu kuhusu mabinamu zao. Hawa pia ni ndugu. Kwa hiyo maadili na sheria pia zinatutaka kukaa mbali kwenye maeneo hayo. Mtazamaji, unaweza kutoa maoni pia kwenye